wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo nzuri kufunga mwaka na mission na tuone watu wakiokoka. Mtu aanze mwanzo mpya mwaka wa 2026 kwa utukufu wa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jambo la pili ni kuwashukuru wote kwa sababu ya kufika siku ya leo. Ni siku ya baraka. Kama vile tuliambiwa hapa, tumebakia siku kama 10 na kitu tumalize mwaka, na tuko na mkesha wa kuruka mwaka, na kila mmoja wetu amekaribishwa. Tarehe 31 tutakuwa na Wednesday, na tunajua kwamba tutakuwa na wakati mzuri tukiongozwa hapa na overseer kuruka mwaka, Mungu akiwa amemtangulia. Itakuwa baraka kubwa. Kwa hivyo utakaribisha mtu na wewe upate nafasi ya kufika mahali hapa tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jambo la tatu pia ni kuwashukuru viongozi wetu wa kanisa, viongozwa na ministers, na viongozi wetu wa ushirika wakiongozwa na Mama Shiro na wote, na pia sisi wote washirika wa hili kanisa. Mwaka huu tumesupport kazi ya Mungu, tumesimama na mchungaji wetu, tumesimama na kazi hii ya Mungu, na tunamshukuru Mungu kwa mahali tumefika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mbarikiwe sana, na tunapoendelea kumalizia mwaka huu tukiingia mwaka wa 2026 tusichoke, tuendelee na Bwana atatubariki. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4 kabla nilete neno, salimia jirani yako. Kama humjui jina, labda umekaa na mgeni, unaweza kumjua jina. Ni vizuri usikae na stranger, kana msalimie asikie ako comfortable. Kama humjui jina, umjue jina, ili tunaposikia neno tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Umesalimia jirani yako? Wonderful. Kwa hivyo siku ya leo, kama vile overseer amenipatia ruhusa, nitawaletea neno la Mungu, na ninajua Bwana atatubariki. Nitawaletea neno la Mungu, na ninajua kwamba Bwana atatubariki. Na neno ambalo nitawaletea siku ya leo, nitawaletea neno ambalo ujumbe wake ni kujiandaa kwa sababu ya mwaka mpya. Preparing for the new year. Bwana Yesu asifiwe. Preparing for the new year. Hiyo ndio ujumbe ambao nitawaletea, na minister Andrew anisaidia, utapewa microphone ili uweze kutusomea neno, tuende pamoja. Na ninataka tuanzie katika kitabu cha Psalms 90, Zaburi 90, mstari wake wa 12. Nataka tujifundishe kuhusu vile tunavyofaa kujiandaa tunapoingia katika mwaka mwingine, kwa sababu safari yote ambayo mtu anaenda huwa inahitaji maandalizi mazuri. Bwana asifiwe. Hebu tusomee Psalms 90 verses 12. Gĩtũmenyithie gũtara matukũ maitũ nigetha tugie na ngoro cia kũhiga. Bwana asifiwe. Hiyo Psalms ukiangalia pale inasemekana kwamba ilikuwa ombi la Musa, mtumishi wa Mungu, na kuna jambo Musa alimwambia Mungu katika wimbo wa maombi ukaandikwa kama Zaburi. Akasema kwamba teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Tusaidie kuhesabu siku, ama kuhesabu siku zetu ili mioyo yetu iwe na hekima. Bwana asifiwe. Kuna kitu ambacho kinaitwa time, kana mahinda, na tunajua kwamba nyakati na misimu ni Mungu huwa anapeana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kujiandaa unapoingia katika mwezi mwingine, mwaka mwingine, majira mengine. Na minister, unaweza kutusomea kitabu cha Mwanzo, Genesis chapter 1. Ndipo tunaona mambo ya time kiongelewa hapo. Wakati Mungu alikuwa anaumba ulimwengu, time huwa imetajwa pale katika kitabu cha Genesis chapter 1 verses 14.
Unaweza kutusomea kuanzia verses 14, Genesis chapter 1 kuanzia verses 14. Inasema aje? Ningĩ Ngai akiuga atĩrĩ, nĩkũgĩe imũrĩ mũtambũrũko-inĩ ũcio wa matu mairũ na igũrũ cia kwamũrania mũthenya na ũtukũ, nacio ituĩke imenyithia cia maũndũ na cia mahinda na cia matukũ na mĩaka. Bwana asifiwe. Bible inasema kwamba, and God said, let there be lights in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark sacred times and days and years. Bwana asifiwe. Ni Mungu alisema. Unajua Mungu huwa haishi katika time. Mathani ya gosho. Nikio tukaga uhoro wa eternity, ama tunasema kuhusu uzima wa milele, kwa sababu pale Mungu anaishi. Mungu haishi katika time. Bwana asifiwe. Sisi wanadamu ndio tunaishi katika nyakati. Lakini ukienda katika upande ule mwingine wa mbinguni, God does not live in time. Mungu anakaa katika eternity, ama Mungu hasemi kwamba masaa 24 imeisha, 48 imeisha. Mungu haishi hivyo. Lakini sisi wanadamu alipotuumba alitutengenezea mianga mikubwa ambayo inatofautisha nyakati na masiku na miaka. Na ukiangalia vizuri, kila mmoja wetu kuna ile siku ulizaliwa. Hata kama hujui birthday yako, lakini kuna ile siku ulizaliwa. Na kuna zile siku Mungu amekupatia za kuishi. Bwana asifiwe. Na ndiposa Musa akaangalia akaona kwamba kulingana na zile siku Mungu amenipatia, kuna hekima ambayo ninahitaji kuwa nayo katika moyo wangu. Nijue kuhesabu siku zangu, ili nikihesabu siku zangu niweze kuwa na hekima moyoni mwangu. Bwana asifiwe. Tunapomalizia mwaka huu, ni vizuri tuombe Mungu ombi kama lile, kwa sababu hatuna wakati wote. Hebu ambia jirani yako, you don't have all the time. Huna wakati wote. Huna wakati wote, si ndio? Kuna wakati tulikuwa tunakaa kama vile wale watoto wamekaa pale kwa Sunday school. Kuna wakati tulikuwa tunakaa pale kwa youth. Sasa kuna wakati tuko hapa, na kuna wakati wengine watakuwa wameketi pale. Bwana asifiwe. Kwa sababu hatuna muda wote. Kwa hivyo ndiposa Musa akaomba, akamwambia Mungu, moyo wangu na ujawe na hekima, ili kwamba nijue kuhesabu siku zangu. Sio kwamba ninaishi kwa uoga, lakini nikijua kuhesabu siku zangu, nitajua vile nitaishi kila siku. Bwana asifiwe. Kwa sababu kila siku itakuwa inamaanisha, kila siku ama kila majira itakuwa na sababu yake. Kwa sababu moyo wako umepata nini? Umepata hekima. Bwana Yesu asifiwe. Minister, unaweza kutusomea kitabu cha Waefeso ili tuweze kuweka msingi mzuri wa ujumbe wa leo. Tusomee kitabu cha Waefeso. Efeso 5 mstari wa 15. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, wĩmenyagĩrĩrei mũno mĩthiĩre ĩrĩa mũthiaga nayo, mũtigathiage na ĩrĩa ya irimũ, tiga o ĩrĩa ya andũ ogĩ. Verse 16. Na mũtigate ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru rĩa gwĩka wega, nĩ ũndũ matukũ maya tũrĩ namo nĩ moru. Bwana asifiwe. Wewe nasema kwamba be careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna hili jambo Paul aliambia kanisa la Waefeso kwamba mkuwe waangalifu sana vile mnavyoishi. Sio kama watu ambao hawaelewi ama watu wajinga, lakini kama watu wenye hekima. Making the most of every opportunity, mkitumia nafasi ambayo umepewa vizuri, kwa sababu nyakati tunazoishi ziko na uovu mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapojiandaa kwa sababu ya kuruka mwaka, usikojee tu tarehe 31 ifike. Ni vizuri kuangalia vile huwa unaishi. Uambie Mungu akusaidie. Kwa sababu ninajua ili kufika mahali tumefika,
kunayo hekima ambayo Bwana ametupatia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hekima ambayo iko ndani ya mioyo yetu ambayo imefanya hili kanisa lifike mahali limefika. Kunayo hekima ambayo imefanya familia yako na familia yangu ifike mahali imefika. Lakini tunapoingia katika majira mengine ya mwaka ujao, tunahitaji Mungu atutangulie. Bwana asifiwe. Na tunahitaji tumuombe Mungu atusaidie ili mioyo yetu ijawe na hii aina ya hekima, ili kwamba tuishi kama watu wenye hekima, wanaojua siku zao, wanaojua majira yao, ili waweze kuishi na kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Kuna neno ambalo nitakwambia uende utafute pale liko. Hilo sitakusomea, lakini ninajua liko katika kitabu moja ambayo inaongea kuhusu Daudi. Na kuna mtu mmoja ambaye aliuawa, alikuwa anaitwa Abner. Bwana asifiwe. Alikuwa kiongozi katika jeshi ya Daudi. Na wakati Abner aliuawa, wakati Daudi alikuwa anamuomboleza, alisema, kwa nini huyu amekufa kama wale vile watu wajika huwa wanakufa? Akuwa nikitagi kukia ili mutondo ndakuohetwo moko no thu ciake ni cia munina. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye aliuawa na mwingine na hakuwa amefungwa mikono, lakini alipangiwa mabaya, kumaanisha kwamba kila mmoja wetu kunayo hekima tunayofaa kuwa nayo ili tuweze kuishi katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nitaka kuweka msingi niseme kwamba kila mmoja wetu na Mungu atusaidie ili mwaka huu tunapoumalizia, tunapojiandaa kwa sababu ya mwaka mwingine, na Bwana aweze kuwa pamoja nasi. Na neno ambalo tutasoma siku ya leo, nataka tujifundishe na makanisa ambayo Yohana aliandikia katika kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo unaweza fungua Biblia yako katika kitabu cha Ufunuo tunapoendelea na ujumbe wa siku hii ya leo. Na Ufunuo ni 2. Na nataka unapojiandaa katika mwaka, kuna jambo tulifundishwa pahali na nikaona ni jambo nzuri na nitakwambia siku ya leo. Unapomalizia mwaka, ni vizuri uchukue siku moja ama siku 2 utafakari vile mwaka umekuwa. Uangalie huu mwaka ni mambo gani ambayo niliweza kuyafanya vizuri. Bwana asifiwe. Unaweza kuangalia uone kwamba ulipeleka watoto shule wakasoma vizuri, mwaka huo wamepita. Uangalie vile umekuwa kazini, biasharani mwako, uangalie umekuwa namna gani, uangalie katika maisha yako ya familia umekuwa namna gani, uone yale mambo Bwana amekusaidia kuyafanya. Pia unaweza kuketi uangalie, ushukuru Mungu kwa sababu ya yale amekusaidia kuyafikia. Bwana asifiwe. Uingie katika maisha yako ya kiroho, uangalie mwaka huu nikihesabiwa yale masaa nimeomba, nimekuwa nikiomba kwa njia gani? Maybe mwaka huu umeweza kuwa labda mwaka ule mwingine huko unaomba vizuri, ulikuwa unakaa siku moja 2 haujaomba, haujasoma neno, lakini mwaka huu kuna pahali umerekebisha. Bwana asifiwe. Unaweza kuangalia uone kwamba mwaka ule mwingine labda sikuwa na mtu wa kuweka masaa. Unakuta kwamba kanisa unachelewa, kazini unachelewa, mkiambiana na mtu mnaenda pahali fulani unachelewa. Unaweza kuamua sasa unafanya nini? Unabadilisha. Bwana asifiwe. Unaweza kuangalia kazi yako ile unafanya, uone kana kwamba kuna mambo unafaa ubadilishe, kuna mambo unafaa ujifundishe zaidi ili kazi yako iende vizuri. Mwadhani ya gosho. Kila mtu anafaa kujiangalia vizuri. Kwa sababu kitabu cha Ecclesiastes, I hope ni verses 10, Ecclesiastes 10:12, unatokonfamia kama ni hapo inasema, wakati shoka ama idhan wakana the axe, wakati shoka halija kuwa na makali vizuri, nguvu nyingi huwa inatumika. Lakini wakati shoka limenolewa vizuri, niseme hivyo, kazi yako ya kukata miti na nini inakuwa rahisi. Na Solomon anasema hapo kwamba hivyo ndivyo hekima hutusaidia kufanikiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaweza angalia maisha yako uone, hii kazi huwa ninafanya, nikijiongezea masomo kidogo, nikijiongezea kusoma kidogo ama kujua hivi kazi inavyoenda vizuri, labda unaweza pata pesa zaidi,
unaweza pata wateja zaidi. Unajua pia kuna mambo ambayo tu kiangalia kazini kama ile unafanya na ile nafanya, hata vile unaongelesha customer ni kitu ya kujifundisha. Bwana asifiwe. Na siku za leo tunazoishi sio lazima uende shule. Hata kwa simu yako tu ukifungua hapo kwa YouTube, ulize simu yako ikuonyeshe vile mtu huongelesha customer, utajifundisha tu hapo kwa simu. Bwana asifiwe. Kama wewe unafanya kazi ya upishi, unaweza ingia hapo kwa simu ulize vile mtu huwa anapika chakula vizuri, na ikufundishe bila kwenda shule. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mwaka huu ni wakati kama huu wa kuruka mwaka ni wakati wa kujitafakari, ili Bwana tunapomtazamia atubariki na sisi tuwe tumejiandaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Unajua neno la Mungu huwa linatuambia katika kitabu cha Proverbs 21 kwamba farasi huandaliwa kwa sababu ya siku ya nini? Siku ya nini? Farasi huandaliwa kwa sababu ya siku ya vita, lakini ukombozi na ushindi unatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila mtu anafaa ajiandae vizuri, uandae farasi wako vizuri, ili tunapomuita Mungu, farasi wako apate ushindi. Kwa sababu kuna wakati mwingine kama kanisa, sisi wa Kristo, unakuta farasi zetu hazijaandaliwa vizuri, lakini tunamngojea Mungu apayane nini? Ushindi. Kwa hivyo ni vizuri pia tuandae farasi zetu, ili ushindi na ukombozi utoke kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikipenda kuwashukuru wazazi wa hili kanisa ambao wako na teenagers na wako na wana youth, kwa sababu tumeona wana youth wetu wengi wameenda college, wengine wako universities. Haikuwa hivyo mbeleni. Hiyo ni njia moja ya kuandaa nini? Farasi wako, ili wakati opportunities zinapotokea tunaweza kupata ushindi na ukombozi kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusomee kitabu cha Revelation chapter 2. Tusomee from verses 1 mpaka verses 3. Revelation ama kitabu cha Ufunuo wa Yohana 2 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 3. Andikira muraika wa kanitha uria uri Efeso atiri, uguo niguo oiga uria ugwete njata icio mugwanja na guoko gwake na guoko kwa urio, uria ucangacangaga gatagati-ini ka miti iria mugwanja ya thahabu ya kuhangirwo matawa atiri, ni njui ciiko ciaku, ona wira waku muritu, ona ukiririria waku, na ngamenya ndungihota kuiguana na andu oru, nao aria metuaga atumwo, na tio ni wa maroririe ugikora ni a maheni, na ningi we na ukiririria na ukeyumiriria ni undu wa ritwa riakwa na nduri wanoga. Bwana asifiwe. Kwanza tufike hapo minister. Bwana asifiwe. Unajua vile nasema mtu anaweza kujiangalia hili kanisa, kuna jambo ambalo Yesu aliwaambia, kwa sababu Yesu ndiye alikuwa ananea hili kanisa. Kawaambia kwamba nijui ciiko cianyu, ona wira wanyu muritu, ona gukiririria kwanyu, na mutingikiririria gwikara na andu aganu, no ni mugeragia nginya mukamenya ni atumwa maheni tutingemafuata. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo unafaa kujiangalia uone kwamba mwaka huu Bwana amekusaidia, umekuwa unafanya kazi vizuri. Wewe ni mtu ambaye wa bidii, wewe ni mtu ambaye uko na uvumilivu, wewe ni mtu ambaye unajiangalia njia zako ili usidanganyike. Unaona hili kanisa la Efeso liko na jambo nzuri, mpaka wanaangalia, wanajua huyu si nabii wa kweli, huyu si mtume wa kweli, huyu ni wa uongo. Wanajua, wanaweza kujielewa. Bwana asifiwe. Ndio mambo yale ninasema kila mtu anafaa ajiangalie, ajue yale mambo ambayo amefanya vizuri mwaka huu, ili uweze kuyatia nguvu. Mwathani agocwo. Kanitha ono kuri maundu maingi werirwo mega muno. Muko na matendo mazuri, muko na bidii, muko na uvumilivu. Hii ni kanisa hata wewe ukiwa mchungaji wake unafurahia. Bwana asifiwe. Kwa nini kanisa linakataa mafundisho ya uongo? Ni kanisa nzuri. Bwana asifiwe. Hiyo ndio strong point ya hii kanisa. Sasa tukisomewa verse 4, hebu tusomee verses 4. Verses 4 inasema aje? Unaweza kuketi tu minister.
kuna shida ama utasimama? Haya soma. Undu ngugucukira no atiri ati ni watigire guikara na wendani uria wari naguo mbere, no kiririkane kuu umite ukagwa, wirire ucoke gwikaga maundu macio ma mbere. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kanisa limeambiwa na Yesu kwamba kuna yale mambo mazuri niliwaona nayo, na hii mambo mazuri mnafaa muendelee nayo, lakini nikiangalia kuna hili jambo moja ningependa mrekebishe. Na hivyo ndivyo mtu huwa anajichunguza, unajiangalia. Unasema mwaka huu nimekuwa nikikuja kanisa mapema. Mwaka huu nimekuwa nikienda ushirika vizuri. Mwaka huu nimekuwa nikijitolea na support kazi ya Mungu vile mmejitolea mahali hapa, na tunashukuru Mungu. Lakini unaangalia kuna mahali pengine unasikia hapa upande wa upendo sijakuwa nikienda vizuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na Yesu anaambia hili kanisa kwamba hili jambo ni kuanguka, mmeanguka. Kwa sababu ukiangalia katika kanisa hakuna kitu cha muhimu katika imani kama upendo. Si ndio? Upendo ni kitu cha muhimu. Lakini hili kanisa lilionekana kwamba limepungukiwa katika sehemu ya upendo. Sasa vile ukijichunguza na mimi nikijichunguza nijue ya kwamba nimefanya mambo mengi. Hata mwaka huu tulitiliwa mafuta na Archbishop, lakini niangalie maisha yangu nione nimepungukiwa na nini? Na upendo. Nimepungukiwa na kupenda familia, kupenda washirika, kupenda watu wa taifa letu, kupenda viongozi. Kuna mambo nimepungukiwa. Sasa hilo ndilo jambo ambalo ninafaa nirekebishe, kwa sababu Biblia inasema kwamba katika verses 4 it is a height, ama ni pahali wameanguka. Katika height ni kusema kwamba ni pahali walikuwa juu, sasa wameanguka chini. Bwana asifiwe. Wanaambiwa kwamba consider how far you have fallen. Angalieni vile mmeanguka. Kwa hivyo anasema kwamba hii kanisa si kwamba si nzuri, lakini kuna height ambayo limefanya nini? Limeanguka. Ndio maana nikasema tunapojiandaa kufunga mwaka, jiite kama mkutano. Irosho kiwite kama mushamandio. Irosho kiwite kama mushamandio. Wite kama mushamandio rore, kuri maundu maingi hotete gwika mega fiu. Maundu macio hotete gwika omekire hinya. Na maundu maria hotete gwika ri, uombe Mungu, hoye Ngai aguteithie, wiki atia usheji. Mwathani agocwo. Kanisa la pili, ndili kanisa lilikuwa minister unaweza kutusomea hiyo Ufunuo 2 kuanzia mstari wa 8. Kanisa lilikuwa linaitwa la Semna. Hebu tusomee hiyo andiko. Soma tu hapo, nitakwambia pale utafika. 2:8. Nake mũraika wa kanitha ũrĩa ũrĩ Sumurina mwandĩkĩre atĩrĩ, ũguo nĩguo oiga ũrĩa wa mbere na nowe wa kũrigĩrĩria, ũrĩa wakuire agĩcoka muoyo atĩrĩ, nĩ njũĩ mĩnyamaro yaku, ona thĩinĩ waku ona ũthĩni waku, no wĩgĩtonga, na ngamenya irumi cia arĩa moigaga nĩ Ayahudi na tio, nĩ thunagogi ya Shaitani. Bwana asifiwe. Unasikia hili kanisa la pili vile linaambiwa? Acha tufikishe hapo. Hili kanisa la pili linaambiwa kwamba I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. Nani nimejua kuna mambo mengi mnapitia, mambo mazito, na pia mkanyururio. Mnadhihakiwa kama vile tulikuwa tunafundishwa hapa na overseer kuhusu Tobia na yule Mwarabu. Nakumbuka tukisoma mambo ya Nehemia, tukafundishwa kwamba walikuwa wanamwambia Nehemia, ule ukuta unajenga, hata bweha akipitia juu utafanya nini? Utaanguka. Huko ni kudhihakiwa. Tunadhihakiwa kwa mitandao, kanisa linadhihakiwa, viongozi wetu wanadhihakiwa, kwa Kristo wanadhihakiwa, hata washirika wanadhihakiwa, mpaka mtu anaona na kweli hii imani yani unasikia hutaki kuja kanisa kwa sababu unaambiwa mambo mengi. Bwana asifiwe. Na hili kanisa lilijipata mahali pale, lakini hili neno linasema kwamba najua shida zenu, hata poverty, ile shida mlikuwa nayo, yet you are rich. Na yale dhihaka, ile dhihaka mlipitia
kwa wale ambao ni wa sinagogi ya shetani, lakini akaambiwa kwamba msiogope. Na mimi nimekuja kukuambia tunapomalizia mwaka huu usiogope. Bwana asifiwe. Endelea kuweka imani yako kwa Mungu. Usiogope kwa sababu ya wanaokudhihaki na wanaodhihaki imani, wanaodhihaki Kristo na wanaodhihaki viongozi wetu. Bwana asifiwe. Simama na mtazamie Mungu. Kama vile Paulo, kama kitabu cha Ibrania 12 huwa kinatuambia kwamba tuweke macho yetu kwa Mungu, kwa Kristo. Fixing your eyes on, tukiweka macho yetu kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hili kanisa la tatu ni tutasomea verses hiyo tu, Revelation chapter 2, tusomee verses 12. Tuendelea hivyo na tutaendelea kumalizia, tunabarikiwa na Bwana. Tusomee verses 12 kuendelea hivyo. Nake mũraika wa kanitha ũrĩa ũrĩ Perigamo mwandĩkĩre atĩrĩ, Perigamo mwandĩkĩre atĩrĩ, ũguo nĩguo oiga ũcio wĩna rũhiũ rũu rũũgĩ rũnoretwo mĩena yerĩ atĩrĩ, nĩnjũĩ kũu ũtũire, o kũu gwĩ gĩtĩ gĩa Shaitani kĩa ũnene, na no ũtũire ũgwatĩirie rĩĩtwa rĩakwa, na ndũigana gũkana wĩtĩkio wakwa. Ona matukũ-inĩ marĩa ma Antipa mũira wakwa, mũndũ wakwa mwĩhokeku, ũrĩa woragĩirwo kwanyu o kũu Shaitani atũũraga. Bwana asifiwe. Inasema kwamba these are the words of him who has a sharp double-edged sword. Najua pale unaishi. Unajua Yesu anajua kule tunaishi. Bwana Yesu asifiwe. Anajua tuko yumilia wakati huu. Biblia inasema kwamba I know where you live. Na anajua ule mji ulikuwa unasemekana kwamba Shetani alikuwa amejenga, alikuwa ameweka hema yake kule na his throne there. Bwana asifiwe. Lakini hili kanisa kuna jambo lilifanya. Hata kama Shetani alikuwa na throne yake pale ama amejenga hema zake huko, neno linasema kwamba yet you remain true to my name and did not renounce the faith in me, not even in the days of Antipas. Yani kwamba hata wakati kulikuwa na persecution, hawa watu walisimama. Hili kanisa lilisimama. Walikuwa wanajua kwamba Shetani na watu wake wanawainukia, lakini Biblia inasema kwamba hawa watu walisimama. Bwana asifiwe. Lakini ukisoma verses 14, hebu tusomee verses 14 kuendelea hivyo ili tusikie vile waliambiwa. No rĩrĩ, ndĩna maũndũ mamwe ngũgũcukĩra matarĩ maingĩ, nĩ ũndũ mwĩna andũ amwe kũu magwatĩte ũrutani wa Balamu, ũrĩa warutire Balaki gũikia mahiga mbere ya ciana cia Isiraeli, atĩ marĩage indo ihakĩirwo mĩhianano, ona mahũrage maraya. Bwana asifiwe. Mwathani agosho. Siri kanisa umesikia limeambiwa jambo nzito. Hili kanisa lilisimama likapigana na Shetani. Sasa ni huwa nasema kama umesimama vizuri, kama sasa mimi na wewe tumesimama, unaweza kujaribiwa na mambo mengine ili na washinde kukutoa mahali umesimama. Bwana asifiwe. Na hili ndio jambo lilifanya Balaam apate shida. Kwa sababu Biblia inasema kwamba hili kanisa Shetani alikuwa amejenga his throne pahali pale. Lakini neno la Mungu linasema hili kanisa lilifanya nini? Lilisimama. Lakini what happened? Kuna watu walikuja katikati ya watu wa Mungu wakaleta mafundisho yale ya Balaam. Na ukitaka kusoma mambo ya Balaam, unaweza kusoma kitabu cha Numbers 21 hadi Numbers 26. Na vile Balaam alifanya, Balaam alikuwa ameitwa na mfalme alikuwa anaitwa Balaki. Bwana asifiwe. Na alikuwa ameitwa akaambiwa, unajua Balaki alipoona vile wana wa Israeli wametoka Misri wakielekea Canaan, walikuwa wanakaa jeshi kubwa. Watu wengi, unajua watu wakiwa wengi mfalme anaogopa. Sasa Balaki akaogopa wana wa Israeli. Kasa akamuita Balaam, akamwambia ukuje ulaani hawa watu kwa niaba yangu. Akampatia
gift. Ni pale unasoma Biblia unasikia kwamba kuna wakati Buddha iliongea kama nani? Kama mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Akajaribu kuwalaani, lakini alipoenda kutamka laana, alikuwa anatamka nini? Baraka. Ndio ni mthoma wa kigo kia Ngai. Bwana asifiwe. Athie kumaruma akeka atia? Akalia kirathimo. Bwana asifiwe. Lakini Biblia inasema kwamba alipoona sasa ameshindwa kuwashinda wana wa Israeli, alimwambia Baraki hivi, amwelile uguo. Mafundisho ya uongo ndio inaingilia hapo. Akimera nona andu haya tutikiota kumahota. Akimethera airetu kana atumia Midiani nigetha mahure umaraya na maria irio cirutirwo mihianano nigetha Ngai arakare amahure. Ucio ni utani wa shaitani kati wa shaitani. Huo ni mafundisho ya kishetani, si ndio? Umejaribiwa mambo yote, unaonekana kwamba ukiambiwa pale kazini ama kwa biashara uibe unakataa, si ndio? Ukiambiwa ufanye hili jambo unafanya nini? Wewe huwezi kuua mtu, huwezi kuiba. Lakini sasa unaonekana ile njia unaweza kushindwa nayo ni uletewe fundisho la uongo, ureherwo urutani wa maheni, nigetha ushoke na thu. Ndiposa hili kanisa liliambiwa kwamba kuna mambo ambayo kwina maundu ndiramucukira. Tondu mureheirwo indo cirutirwo mihianano, mugacoka mukareherwo uhoro wa uhori wa maraya. Bwana asifiwe. Na ndiposa inasema kwamba there are some among you who hold to the teaching of Balaam. Yale mafundisho Balaamu alileta kwa wana wa Israeli. Aliona kwamba akijaribu kuwalaani wanabarikiwa, akijaribu hivi wanashindwa. Akajua sasa nikileta jambo kama hili kanisa litatoka kwa Mungu. Na ndiposa nasema kama kanisa tunafaa kuwa careful. Tunaweza kuwa tumeshinda mambo mengi, lakini mafundisho ya uongo ni hatari sana. Ambia jirani, fundisho la uongo ni hatari. Tamwile, fundisho la uongo ni hatari. Na usiseme kwamba uko na umeona vile mambo ya Shakahora ilienda, si ndio? Watu wa Shakahora walikuwa wa Kenya ama hakuwa wa Kenya? Mtokeria hii. Watu wa Shakahora walikuwa wametoka Uganda ama walikuwa wametoka Kenya? Si wametoka Kenya, si ni wa Kenya kama sisi. Kwa hivyo ujihadhari sana na fundisho la uongo, kwa sababu unaweza onekana kwamba umesimama vizuri, uletewe fundisho ambalo limefuatwa na roho chafu. Sasa uambiwe kwamba kama wale waliambiwa siji ufunge, ukifunga kabisa, ukikufa utamuona nani? Utakutana na Yesu direct. Bwana asifiwe. Na ni vizuri tuombe Mungu atusaidie katika kusoma neno mwaka mpya. Kama huna Biblia, hata kama uko na ya simu, mimi ningeomba ununue ila jirani gura Bible. Tondu rikia gura athi guthoma Bible na TikTok agacoka gutika guthoma ki? Ona Facebook agatika guthoma ki Bible. Ila neighbor yaku gura Bible. No ngiri imwe 1500 nunua Bible. Bwana asifiwe. Kwa sababu tutashinda aje hawa watu walio na mafundisho ya uongo kama sisi hatujui. Na unajua tunaweza jaribiwa kama kanisa tuonekane kwamba hatutaki mambo ya uovu. Tuletewe tu fundisho la uongo litutoe katika wema wa Mungu. Ndiposa tunapomalizia mwaka huu tunafaa tumuombe Mungu sana, na tumuombe Mungu neema ya uombezi ili tuweze kupambanua maroho, tuge na discernment, na tuhote guthoma kiugo kia Ngai mwaka mweru. Uthome Bible yako kinya uigue fio ni uthomire kiugo kia Ngai, nigetha marutani tamaya mokari unaweza kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni vibaya sana uwe umepigana vita zingine alafu uletewe fundisho moja la uongo. Kama saa hizi kuna mafundisho mengi sana, hata kuna mafundisho yanakuja yanaambia watu waache familia zao. Ni kweli ama si kweli? Ukero wa mburu tige nyina mburu no horo cio gathirira ki ugathirira hau. Ukero nyina mburu no ukagire uthie matuinde mugatigana uguo. Sasa unaona ni watu walikuwa wamekaa vizuri, wamelea watoto wao vizuri, wanaishi kwa upendo. Sasa kile kitu kimewataganisha ni nini? Wametaganishwa na nini? Na mafundisho. Bwana asifiwe. Ndiposa huwa tunasema kama vile Paul alikuwa anaambia Timothy asikuwe pia mwepesi wa kuwekelewa nini?
mikono, kwa sababu pia ukiwekelewa mkono kuna kitu inaitwa impartation. Kana nego taru kile ukuite nikio kihe mundu itikuo, si ndio? Ile iko ndani yako ndio unaweza patia mtu mwingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo diposa tuwe watu waangalifu kama Wakristo, na ili tunapoendelea na safari yetu ya mwaka mpya uwe mwaka wa baraka na mwaka wa ushindi kwetu. Bwana asifiwe. Nitasoma kuhusu kanisa la mwisho. Siwezi soma makanisa hayo yote, ni 7, lakini inaweza wasomea kanisa la mwisho. Lilikuwa linaitwa kanisa la Thyatira, liko katika Revelation chapter 2 verses 18. Na minister unaweza kutusomea? Nake mũraika wa kanitha ũrĩa ũrĩ Thuatira mwandĩkĩre atĩrĩ, ũguo nĩguo oiga mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ maitho matariĩ ta rũrĩrĩmbĩ rwa mwaki, na nyarĩrĩ ciake ihuana gĩcango kĩrĩa gĩthũe mũno. Atĩrĩrĩ, nĩ njũĩ ciĩko ciaku, ona wendani waku, ona wĩtĩkio waku, ona ũtungati waku, onaguo ũkirĩrĩria waku, na ngamenya atĩ ciĩko ciaku cia thutha nĩ ikĩrĩte iria cia mbere. Amen. Fikisha hapo alafu tutasomea hapo pengine tukimalizia. Bwana asifiwe. Simeona hili kanisa liko na mambo mazuri. Simesikia vile limeambiwa kwamba najua matendo yako, najua upendo wako, najua imani yako, najua kutumika kwako na kuvumilia kwako, na kwamba hata wakati huu mambo ulikuwa unayafanya deleni, saa hizi umeongeza bidii mara 2. Hili ni kanisa nzuri ama si kanisa nzuri? Hao ni washirika wazuri ama si washirika wazuri? Kanisa ni watu wazuri, si ndio? Kwa hivyo tunafaa tuangalie vile naendelea kurudia kwamba kuna mambo ambayo Yesu ametusaidia kuyafikia, na ili sasa tuingie katika another level. Neno linasema tusomee verses 20. Verses 20 inatuambia aje? Ũndũ ngũgũcukĩra no atĩrĩ, atĩ nĩ ũtũire ũrekereirie mũndũ mũka ũcio Jezebeli wĩtuaga mũrathi wa maũndũ, nake akaruta ndungata ciakwa ũhoro wake, agagĩcihĩtithia ihũrage malaya na irĩage indo ihakĩirwo mĩhianano. Tusomee verses 24. Verses 24. Na inyuĩ-rĩ, inyuĩ arĩa angĩ mũtigaire kũu Thuatira, inyuothe mũtagwatĩte ũrutani ũcio na mũtoĩ maũndũ marĩa marikĩru ma Shaitani, ta ũguo andũ acio moigaga. Inyuĩ ndamwĩra atĩrĩ, ndirĩ na mũrigo ũngĩ ngũkĩmũigĩrĩra. No rĩrĩ, maũndũ marĩa mwĩnamo magwatĩriei kinya o rĩrĩa ngoka. Amen. Bwana asifiwe. Ndiposa Yesu akaambia hili kanisa kwamba mna mambo mazuri mko nayo, na tangu hata mpaka wakati nitakapokuja mambo yale muyashike. Bwana asifiwe. Mugwatirie maundu maria mwinamo, mwathani agocwo. Lakini akawaoni hii kanisa akaliambia kuna mwanamke ambaye anaitwa Jezebeli aliyekuwa anajifanya nabii, ambaye fundisho lake lilikuwa ya kuwapotosha kanisa lile, watumishi wa Mungu wafanye dhambi za usherati na pia wakule chakula ambazo zimetolewa kwa miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nilikuwa nimekuja nikwambie siku hii ya leo, Mungu wetu kama vile kitabu cha Ufunuo chapter 1 huwa kinatuambia, Mungu wetu ni yule jana, leo na hata milele. Mungu hajabadilika. Pia jirani yako Mungu hajabadilika. Ndamwireka idagarurukite. Mwaka no ugaruruke no gaidekite atia? Gaidagarurukite. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapoingia katika mwaka mwingine, ni kila mtu ajichuke pahali yako. Na kila mtu ako na vita yake. Pastor ako na vita yake, mke wa pastor ako na vita yake, mshirika ako na vita yake, kiongozi wa ushirika ako na vita yake, mtoto wako na vita yake. Ni kila mtu asimame pahali pake na asimame vizuri. Bwana asifiwe.
Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Bwana asifiwe. Na jambo la pili nitasema ni kwamba tumuombe Mungu mioyo yetu, vile nilipoanza nikisema Psalms 90 verses 12, mioyo yetu ijawe na hekima ya kujua wakati, ya kujua tuna wakati wote, ili wakati ambao Mungu ametupatia tunaweza kufanya yale mambo ametuaminia. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hilo lingine nitawaambia nikiendelea kumalizia, nitasema katika kitabu cha Proverbs chapter 4 verse 18 inasema kwamba hebu tusomee minister. Proverbs chapter 4 verse 18. The path of the just, njia ya wenye haki, the path of the just is like the shining light. Hebu tusomee Proverbs chapter 4 verses 18. Methali 4 mstari wa 18. No rĩrĩ, mũthiĩre wa andũ arĩa athingu ũhana ta ũtheri gũgĩkĩa, ũrĩa ũkaga ũkĩnenehaga kinya mũthenya barigici. Bwana asifiwe. Koguo njĩra yaku rĩ, we mũndũ mũthingu rĩ, ni kama siku vile huwa inaanza. Si unaona vile siku light kama vile saa 11:30, saa 12, saa 1, mwangaza unaendelea kufanya nini? Kuongezeka mpaka siku iangaze yote. Hivyo ndivyo mwenye haki huwa ako. Na ni vizuri tuendelee kukaa kwa Mungu. Mungu hajabadilika. Watu wanaweza kuwa wamebadilika, majira yanaweza kuwa yanabadilika, hali ya anga inabadilika, lakini kitu kinajua kwamba we can trust God. We can depend on his promise. Tunaweza kusimama na ahadi zake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo na hope umeelewa kitu, na nina hope utajiandaa vizuri tunapomalizia mwaka huu. Ujiandae vizuri kwa sababu ya mwaka wa 2026. Uandae familia yako vizuri, tujiandae vizuri. Njia ambazo tunaweza Mungu kutusaidia kuinuka kama familia, mkae vizuri kama familia, muone vile ni nini mnaweza kufanya mwaka ujao ambao inaweza fanya mfanye nini? Muinuke. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua nimejifundisha mambo siku ambazo nimefanya kazi, nimejifundisha mambo mengi, na kuna jambo moja nimejifundisha kwamba unaona hizi makampuni sisi ziko, hata hizi sako ziko huku. Sasa hizi washapanga kazi ya 2026. Ni mafagite tugekona tukamulehera product hano, na washapanga. Watu wa ulimwengu ni kama wako na hekima fulani ambayo bado hatujashika. Sisi watu wa Mungu unakuta ukiuliza mshirika hapa saa hizi umuulize 2026 unaona utafanya aje, ama uniulize pastor unaona 2026 kanisa litakuwa aje, unaweza kuta nikikosa jibu. Lakini ukienda ulize wale wanaongoza hizi makampuni na SACCOS na nini, atakwambia kuanzia Januari tunaenda kuhusa hii pale, kuanzia hivi mwaka ujao tutaleta product inakaa namna hii. Toroshio giri watiriri fagite atia toto ginya tuge ati no kuhoyo rahoya itiguo torio cio gia fagite atia ulisa jirani usiogope, mulise unaona atia we, unaona atia. Unajua ni vizuri tuulizane, unaona aje, si ndio? Kwa sababu pale huko hata mimi pale niko ninaweza kuinuka, si ndio? Hata wewe pale huko tunaweza, si pale tumefika sio mwisho, si ndio? We can move higher by the grace of God. Na sisemi kwamba tufanye mambo tu kwa sababu ya kuyafanya, lakini tunaweza yafanya ili yaletee Mungu nini? Yaletee Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atubariki na atutende mambo mazuri. Na atume twagererwo ni mahinda. Otoguo Daudi augire thĩinĩ wa Psalm 65 verses 11 ati nĩ otumaga mwaka witu akao crown na victory. Huwa anafika mwaka wetu utukufu na taji la ushindi. Naomba Bwana mwaka huu afanye tushinde na tuishi, na mwaka ujao tupange vizuri, tujipange vizuri, kila mtu pahali pake, tujipange vizuri na Bwana atatubariki. Tupige Yesu makofi mazuri. Kuja tuombee na utusemeshe neema.